Captain Kizinga. Naam. Uko vizuri? Uko vizuri bwana. Naona umetupia uzi wa Taifa Stars. Hatari bwana, uzi wa timu ya taifa lakini pia hii kwa ajili ya Serengeti Boys. Kwa ajili ya leo kwenye michuano ya AFCON pale Morocco wakiwa wamefika hatua ya fainali kikosi chetu cha vijana chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys. Kwanza Captain Kizinga, timu kufikia mpaka hapo ilipofikia, kwa upande wako unaisemeaje? Kwanza tunashukuru Mungu kwa namna ambavyo vijana wamepambana. Kiukweli tuna kila sababu ya kuwapongeza wale wote ambao wameshiriki kuwatengeneza vijana. Haikuwa rahisi sana mpaka kufikia vijana pale. Ni wazi kabisa kuna watu wamefanya kazi, Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira Tanzania, lakini viongozi wengine. Nimefurahi kuona kaka yetu, rafiki yetu, kaimu katibu wa TFF Oscar Milambo, tumemuona pale mwanzo mwisho halali, muda wote yuko na timu ya vijana na mambo mengine yote yanaendelea vizuri. Tunafurahi kuona namna ambavyo wameandaa timu, namna ambavyo vijana leo wanakwenda kutupa karata. Mimi niseme naungana na Watanzania wote popote walipo kwa ajili ya kuwaombea dua vijana wetu. Mungu awafanyie wepesi inshallah, kwa uwezo wa Mungu siku ya leo twende tukaibuke kidedea wa Tanzania. Twende tukalipokee kombe, twende tukachukue kombe, then tufanye mikakati ya kwenda kulipokea kombe. Lakini Captain Kizinga, kwa namna ambavyo umeishuhudia timu yetu ya vijana wa chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kwenye karata ambazo imezichanga kuanzia mchezo wa group stage mpaka ilipofika hatua ya finali, kuna kitu inakusurprise? Kwanza kufika kwenye hatua ya finali ni surprise tosha ambao wametufanyia Watanzania, lakini pila safi, lazima tuzungumze ukweli kwa namna ambavyo vijana wamejengwa, wametengenezwa kwa uimara zaidi, na ni timu ambayo kama tutailinda kwa mikono yetu miwili, tukaacha kuichanganya na watu wa makundi tofauti, ni timu ambayo itatufikisha mbali, ni timu ambayo itakuwa timu yetu ya Taifa Stars ya baadaye. Kiukweli mimi niliangalia vizuri sana michuano na nimewaangalia namna ambavyo wanacheza. Timu mpaka kuja kumshawishi aliyekuwa kocha mkubwa duniani Arsene Wenger kuchukua simu yake na kujirekodi kusema Tanzania bonge moja la timu, bonge moja la vijana, mpira safi, mpira wa elimu, mpira wa kitabu, mpira wa chini, mpira wa kidunia. Sio jambo dogo, ni jambo la kushukuru Mungu kwamba vijana tunao. Mimi naiona Taifa Stars ya miaka ya mbele ni Taifa Stars ambayo tulikuwa tunaipigia kelele kila siku kwamba tuna kila sababu ya kuiga mifano ya wenzetu. Taifa letu lina vijana wengi wana uwezo wa kucheza mpira, lakini ni nani atakayeweza kumfikia yule kijana mwenye kipaji? Leo hii tuna kijana yule jezi namba 11 ambaye ameonekana yuko bora zaidi. Yule ni kijana ambaye unasikia ametoka sijui Fakara huko sio wapi. Nani kamuona? Wapo vijana ukienda Kigoma huko utawakuta, Mwanza, Mtwara, sehemu mbalimbali. Vipo vipaji ambavyo ukiviweka chini hata Messi akalale. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani taifa litakuja kufaidika baadaye na hawa watoto. Kwa hiyo mimi naamini kwa uwezo wa Mungu baadaye hawa watoto watakwenda kutupa burudani. Senegali wa kawaida tu watafungika. Wakitulia vizuri wale watoto, Senegali anafungika. Wanapira fulani hivi kama pira fulani hivi la PSG. Si umeelewa hapo? Pira fulani hivi tamu. Wakipiga mpira unaona watoto wamefundishika kweli. Pale dimba la kati ndio usiseme. Mtoto namba 8 yule kiungo hatari. Wewe kuwa man of the match kwenye mechi kama Egypt ile sio jambo dogo Tuna watu, tuna mafundi. Kuna bwana mdogo anaitwa Kizinga. Hatari huyo mtoto. Kizinga leo namuona akiweka kamba. Kizinga. Familia ya Kizinga leo tunafurahi. Familia ya Kizinga leo tuko na furaha ya kutosha. Leo tunaamini Kizinga anakwenda kupeperusha bendera ya familia kina Kizinga. Lakini Captain, kuna jitihada nyingi zimefanyika kufika siku ya leo ambayo ndo siku ya fainali ya vijana wetu wa Serengeti Boys dhidi ya Senegal. Jitihada hizo zimefanyika kwa pamoja. Ukiangalia TFF, ukiangalia wadau wa soka, ukiangalia mamlaka pia za kiserikali nazo zimefanya jitihada. Kuna big screen pale Tabata kwa ajili ya wanamichezo wote kukusanyika pale na kuifuatilia mechi hiyo. Pengine kwa hiki ambacho kimefanyika bado kuna malalamiko, bado kuna mtazamo hasi. Pengine wewe una nini cha kusema? Kwanza niwapongeze kwa kuandaa big screen. Hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza wakati tunacheza na Morocco AFCON iliandaliwa big screen pale maeneo ya Mwembe Yanga. Watanzania wengi tulikimbilia pale na tulifurika kwa wingi tukaangalia. Ndio utamaduni wetu watu wa mpira. Ikiwekwa big screen sisi tunakwenda kwa wingi.
na niwaombe tu wa Tanzania tujumuike kwa wingi pale Tabata, twende kwa ajili ya kuangalia vijana wetu wanafanya nini, na vijana wetu wajue kuna Watanzania wengi wapo kwenye mativi muda huu wanatufuatilia sisi vijana, tunatakiwa kwenda kupambana kwa ajili ya taifa letu. Kwa hiyo mimi niwapongeze wenye mamlaka kwa kuandaa sehemu ambayo tutakwenda Watanzania kwenda kuangalia. Tuombe tu vyombo vya ulinzi na usalama uwe wa kutosha katika maeneo ya Tabata pale, twende tukaangalie burudani safi yeah. Lakini licha ya jitihada hizo bado kuna malalamiko na wengine wakiwa na utazama kwa mtazamo hasi. Wewe una nini cha kusema? Malalamiko kwenye engo ipi? Wengine wameachwa, wanadai kwamba wako karibu sana na vilabu, wako karibu sana na michezo, lakini walioenda pengine wengine ni watu wa siasa tu, hawako karibu na michezo kama ilivyo kwa Captain Kizinga ama ilivyo kwa wengine ambao wanaongea kauli hizo. Kwa wewe ukitazama, unaona ni sahihi ama kwa sasa tusifocus na hilo? Kwanza tumpongeze mama kwa kutoa lile dege lile la watu takriban 200 hivi sijui. Kwanza kutoa lile dege ni kwa sababu tu ni hamasa na motisha kwa ajili ya kwenda kuwasapoti vijana wetu. Tumpongeze sana. Ni kazi kubwa sana kutoa dege lile kuwapa watu waende. Mimi sina shaka na namna ambavyo mama amesapoti kwenye lile dege watu waende. Sina shaka na namna ambavyo kila kitu kimeratibiwa, na tuwapongeze kwa kuandaa watu waende wakasapoti timu. Sawa, tumeona watu mbalimbali wamekwenda, lakini haya malalamiko unayoyaona yanatokea, mimi lazima nikwambie ukweli, mimi sio mnafiki. Haya malalamiko yote ni kwa sababu ya Dr. Mohamed. Yule unayemuona Dr. Mohamed anajiita yeye sijui mwenyekiti wa Sports Influencers, yule malalamiko yote ukiona wakina Sekeli wakina nani wanalalamika, yale yako kwake. Na mimi nikwambie, tunasubiri hili kwanza, tunaliacha watoto wacheze, lakini watakapokuwa wamepinduka wakae wakijua tuna vikao vya kutosha kuhusu ule jamaa. Tanzania Sports Influencers, kundi la ushangiliaji wa timu ya taifa, liliandaliwa vizuri sana, likiwemo na watu wengi waliosheheni, akiwemo Mikoi Kisugu, Mzee wa Saruti, Godi Yanga, Kevo, Fumao, wale wote waliofanya hamasa kuelekea timu ya taifa tunacheza na Morocco. Nakumbuka michuano ya Chani, hamasa tuliyoifanya Dr. Mohamed hayupo, tukiwa na wasemaji wetu tumejaza uwanja wa Benjamin Mkapa, hata watu wengine walikuwa wako nje. Unakumbuka? Nakumbuka vizuri. Sasa unakwenda kwenye hamasa ya timu ya taifa kuelekea michuano ya AFCON, una mtu kama Dr. Mohamed ambaye amewaliza wengi, tapeli kishenzi kwenye lile group. Nenda kafuatilia mpaka sasa hivi ninavyokuambia, hakuna Kisugu kwenye lile group, hakuna Mzee wa Saruti, wale wote unaowajua wewe, wote unaowajua ma-influencer wa timu zote hawapo mule. Kwa nini? Hawawezi kuongozana na mtu ambaye ni kinyonga. Sio, umeelewa? Yaani mtu ambaye anatumika kuandaa migogoro kwenye timu yake, alafu huyo akawaongoze nyinyi. Kwani mmemchagua wenyewe? Sijajua kwenye taratibu zenu za sports influencer mlimchagua ama ilikuwa vipi? Namna ilivyokuwa, kwa lengo la kuandaa utaratibu wa kuisapoti timu ya taifa, lazima tufanye uchaguzi wa muda. Baada ya hapo tukishakuwa sawa tunafanya uchaguzi, si ndio? Yeye alijipa mamlaka kusema mimi ni mwenyekiti. Si umeelewa? Akaanza kuchagua yeye na Meja. Na wakasema kabisa tunaandaa ili kundi kwa lengo tupate hela. Si umeelewa? Kwa hiyo sisi hatuwezi kuongozwa na watu ambao wametanguliza maslahi ya fedha, na ndio hicho unachoona kinachotokea. Taarifa za watu kuondoka kwenye lile kundi watu hawakupewa. Yaani lile kundi kwenye grupu lao Tanzania Sports Influencers kuambiwa kwamba tumepewa utaratibu, mwenye passport aseme, hakutoa. Hao wengine unaowaona wengi aliwatoa wote. Anataka kae yeye na watu ambao sio ma-influencer wote. Lile kundi lina watu wawili tu mpaka sasa hivi, ni Nabii Meja na huyo Dr. Mohamed. Hawa wengine wote hata mmoja huwezi kumkuta anaongea kwenye mic hivi. Wale wote wameshatoka. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye yupo pale kwa ajili ya kuwanyonya na kuwadhulumu watu. Watu wamepelekwa Dodoma mpaka kwenye hospitali ya vichaa kwenda kutembelea, kufanya hivi. Yaani mtu kaacha familia yake, kaambiwa bana tunakwenda huku Tanzania Sports Influencers, watu wameenda hivi. Sio, umeelewa? Mpaka bungeni watu wamefika. Lakini inapotokea bana chukueni hii nauli, yule bwana mizigo yote anaweka huku mfuko wa nyuma huku. Ndio maana wale wote unaowajua wewe waliokuwa wanatengeneza lile kundi hawapo. Msalamu hayupo, mtafute.
pasi milioni, sijui wakina nani wote. Leo hii unamuona Godi Yanga yuko kwenye ndege naye ameenda, hajapigiwa simu na yeye. Katika wale sports influencers kachukua watu wake hawa ambao ndo timu yake ya upigaji. Naona moja ya posti ya mwenezi wa Azam, namzungumzia Bigi, ameposti barua ambayo ama message ambayo ilitumwa kwenye grupu la WhatsApp ambalo lipo chini ya sports influencers, na imeandikwa kwamba watu 20 pekee ndio wamepata nafasi ya kwenda huko, lakini malalamiko yake yalikuwa ni katika watu 20 hakuna hata mtu mmoja kutokea Azam, na Azam pia wapo kwenye hicho kikundi cha sports influencers. Hawawezi kuwepo. Nimpe pole sana Bigi. Hawawezi kuwepo kwa sababu yule mtu mwenye mamlaka ambaye BMT wanamjua kwamba huyu ndo mwenyekiti wa hichi kikundi cha kusapoti timu ya taifa, maskini ya Mungu hawajui anayoyafanya kwenye kile kikundi. Mimi nakupa, nenda kawaulize hao watu niliokutajia. Huyo Bigi wa Azam yupo? Sijui wakina nani wapo wa Azam, nani ambaye amebaki mule? Watu wote kwenye lile kundi hawapo. Sio, umeelewa? Hawapo. Ni aibu. Kuna vitu vingine hatuwezi kusema, lakini tunasubiri kwanza hii michuano ipite. Wakirudi sisi tuna kikao chetu. Lazima waziri ajue huyu mtu hatakiwi katika vijana wa kusapoti timu ya taifa. Ni mawili, mchukueni mumpeleke sehemu nyingine, lakini sio kujumuika na wale wote. Aliandaa kundi la kusapoti timu ya taifa mwaka 2015. Akaweka watu wote. Kaweka ujanja, ikatokea taarifa amefiwa na mtoto sura Mwarabu, yeye mweusi. Watu wakasema hizo kweli. Michango kama yote mamilioni wameweka pale. Kapita nazo pap, huyo kaandaa tena kundi hili vizuri tu, limeandaliwa vizuri kwa ajili ya kusapoti, twende tukasajili sijui nini BMT, mambo mazuri tu. Picha linakuja sasa, kaanza sasa upigaji. Watu wote sijui nani huyu hapa, nani waziri wa madini nani, ambao waziri wa madini akatoa fedha kidogo bana, nimefurahi vijana wangu support hapa. Mbunge mmoja wa Kigoma naye akatoa karibia milioni 3 si 2 hizo hapo. Siku hiyo hiyo tuko Dodoma, takriban milioni 10 zimetolewa pale. Lakini wallahi nakuwa pia yeye na watu wake 5 wakalamba hela zote. Watu wameenda kama walivyorudi. Kaandaa watu wanawapeleka Mwanza. Si unanielewa? Unaandaa kikundi unakipeleka Mwanza. Yaani wewe unaandaa kikundi unapeleka eta nasema kuna dabi inaenda kuchezwa Mwanza ya Simba na Yanga ya mashabiki. Yaani unaenda Mwanza ukachezeshe dabi ya mashabiki. Wakati huo Simba anacheza Benjamin Mkapa. Yaani wewe ubebe mashabiki wa Simba uwapeleke Mwanza. Wakati Simba anacheza siku hiyo hiyo, Yanga anacheza kesho yake siku ya Jumapili Zanzibar na National Ahli, ubebe mashabiki wa Yanga ambao wangeenda kuisupport Yanga, unawabeba unawapeleka Mwanza. Akili hizo. Amefanya vitu vingi vya ajabu. Mimi nakwambia wallahi nakuapia, hakuna shabiki yoyote influencer anayemtaka yule. Hii imekaaje Captain Kizinga? Imekaa vibaya. Wala hata usiulize imekaaje. Imekaa vibaya. BMT sijui ni nani walimpa mamlaka yule jamaa achague watu. Kachagua watu wake, kaweka mule. Hatuna shaka na kwenda. Mimi passport sina. Wala silalamiki kwamba nimeenda sijaenda. Hata nisipoenda sawa tu. Lakini ninaweza nikasema kwa ajili ya watu wote. Mimi mara nyingi wasikagi na kitu hapa. Yule jamaa hafai. BMT kama mmemsajili yule jamaa, nendeni mkarudie, au mkitaka kujua waiteni wale watu wote waliokwenda kujia pale Benjamin Mkapa, tukaingia ndani mule. Waiteni watu wote. Muulize katibu mkuu alikuwa nani? Mzee wa Saruti. Kwa nini Mzee wa Saruti umejitoa? Wewe Mzalamu ulikuwa nani? Kwa nini umetoka? Shehe anatuambia, mimi nilikuwepo ujue, mimi sifichagi. Liziwani Kikwete, tupo wote pale bungeni, anafurahi, anasema nimefurahi kuwaona. Kuna tamasha la wabunge hapa tukamwambia sawa. Mnakaa kwa muda gani? Kama wiki. Kwa siku ni bei gani? Baba wewe kwa hana hata haya, anamwambia tunatumia 800 kwa siku. Watu wenyewe wako wapi wa kutumia 800? Akamwambia sawa, nitaorodheshia ndani ya siku hizo 7. Sawa. Alichokuwa nacho Liziwani, watu wameondoka waliobaki sasa, na mimi nikiwemo. Alichokuwa nacho Liziwani akachangia
baba yule anakuja kwenye kikao anamwambia ni Liziwani hamna kitu kabisa, hata 100 hajatupa. Bahati nzuri yule mzalamu anafahamiana na dereva wake Liziwani, akampigia dereva anamwambia imetoka milioni 1 nashuhudia hapa, si unanielewa? Pale pale mzalamu akaweka mambo wazi, akamwambia wewe endelea kututapeli lakini mwisho wako upo. Akamwambia imewekwa pesa, tupige simu hapa sasa hivi kwa Liziwani. Oh basi hayo tuachane nayo sini. Yani kila kikitokea chochote, yani baba yule, yani jicho lake liko mita 5000 kwenye swala la pesa. Ni mgongano wa kimaslahi ndio unaleta yote haya. Huo mgongano unaoona huo unaweza ukawa usio wa kimaslahi, lakini lazima tu nikwambie, unapowaweka watu kwa pamoja, mnapokuwa watu kwa pamoja kwa lengo la maslahi ya timu ya taifa, kwa lengo la maslahi ya utaifa, lakini usitumike kuwagawa. Kuna vitu vingi nimeeleza hapa ujue na utaelewa. Sawa? Kuna watu wengi walitaka kuja kushika lile kundi kwa ajili ya kusapoti timu ya taifa na wakalipenda, lakini huyu mtu ametumia mamlaka. Kwanza tulimwambia hakunaga taasisi iliyosajiliwa halafu ikawa haina uongozi wa kupiga kura, siku zote hamna. Yeye kawaambia watu kwamba jamani, kuanzia sasa hivi BMT wamesema huu uongozi wetu ukae muda mrefu wakiwa wanatuangalia. Nani kakwambia? Yaani BMT wakusajili alafu wakwambie wakuwekea limiti hao viongozi wakae wao? Hakuna. Alisema hivyo kwa sababu ana targeti zake, anajua atampigia Msigwa, atampigia fulani. Mimi nikwambie, mimi sio mnafiki. Yaani kama tunataka kuandaa hamasa kuelekea timu ya taifa na AFCON baadaye, watumieni wasemaji. Mtumie Ahmed Ally, mtumie Ali Kamwe, mtumie Hashim Ibwe, watu wa Azam watapata nafasi. Mtumie Haji Manara, watu watapata nafasi. Lakini ukitumia kile kikundi ambacho kimejaa matapeli, serious wallahi inakuapia tutagawanyika hivi. Hakuna mtu atakayesimama. Mimi nakwambia tutagawanyika, sikufichi. Huwezi kuongozwa na mtu kama yule pale tapeli. Mimi naona hela hiyo hapo. Alafu mwamba kati ya hapa mfukoni. Wewe mtu unavyo timu ya taifa, sijui na nini? Apepewe nini mnafiki wewe bana? Kwa changamoto kubwa ni ya kifedha, hasa kwenye mgawanyo. Wote mmesapoti na wote mpate sawa, si ndivyo? Yaani ninachozungumzia mimi, yaani ni kuwagawa watu. Yaani nikikwambia kuwagawa watu unaelewa. Sawa? Kwa mfano tumetengeneza kikundi vizuri tu. Unawaambia watu jamani, tunatakiwa twende bungeni. Usafiri umeandaliwa kila kitu kwenda na kurudi bure. Sawa, hamna shida. Lakini hakuna posho huko mjue. Tunaambia sawa, tumekubali. Anayetaka ajaze tuondoke. Hapo tumefanyaje? Tumekubaliana. Tunatoka hapa tunakwenda mpaka Ubungo pale. Kuna gari takriban 6. Kama 4 hivi. Zilikuwa kama gari 4. Wote tumeingia mule. Sawa. Katika mzunguko wa kwenda huku wabunge wamefurahi. Kila huyu amesema bana hichi kitawasapoti, hichi kitawasapoti. Tumefurahi wahamasishaji wa timu ya taifa. Katika mkusanyo wa ile fedha ukiangalia hivi unakuta karibia milioni 10. Sawa? Halafu baadaye wanakaa chumbani, achana nao wajinga wale. Wanagawana. Sawa, sisi wajinga tumekubali. Tumefanya sisi usafi pale kwenye kituo cha polisi cha Chang'ombe. Akapita raia mmoja akafurahi akatupa 100,000. Tukapata taarifa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Huyo Kisugu ananipigia simu. Kisugu huyo? Tumuulize tu huko aliko. Mikoi. Kaka Mikoi. Baba, kwanza hongera kwa kufika nchini Morocco salama. Asante, nashukuru Mwenyezi Mungu nimefika kweli salama. Bana, mmekwenda salama na naamini sapoti yako kwa timu ya taifa ya vijana itakwenda vizuri. Inshallah, kikubwa dua. Ndio. Kikubwa dua, tufike sasa tupate matokeo, kikubwa dua. Basi bana, mimi nipo nazungumza hapa, nipo kwenye media hapa. Niko natia maneno hapa. Basi tutawasiliana. Bana, huyo ni Mikoi Kisugu. Wameshawasili. Kati ya mashabiki ambao ni bora kabisa. Tayari ameshawasili na hana mashaka. Na mimi niwaambie tu, Mikoi Kisugu ameenda kwa sapoti ya watu wengine. Hajaenda kwa kupitia yule kwa sababu ni watu ambao hawaelewani. Si umenielewa?
Kwa hiyo tulichokuwa tunazungumzia ni wale wasemaji wasimame kwenye hizi kwenye hawa mashabiki, sababu naamini akisimama Hashim Ibwe, wale wa Azam waliokuwa wanalalamika watapata nafasi. Akisimama Ahmed Ally watapata nafasi, watu wa Simba Ali kama watapata nafasi, Haji Manara watapata nafasi, lakini sio yule mtu. Sio, umeelewa? Sio yule mtu. Nenda kaangalia lile kundi lililokuwa limesheheni watu wote, ma-influencer wote, Simba, Yanga, Azam. Mpaka leo nani yupo pale? Tumekubaliana twende wote kule na tunajua hakuna posho, ila tumekubali. Lakini wale wabunge waliokuwa wanatoa vimia mengapi, imepatikana karibia milioni 10. Watu wamekaa ndani, wamegawana hela zote. Halafu unakuja kupigiwa hesabu. Baba yule mtaalamu wa kupiga hesabu jue. Bana tumekodi gari, hata hawajalipwa. Na kati tuliambiwa bure ujue. Kwenda na kurudi. Bana mchele tuliambiwa kuna mchele kilo 100 hizi. Bana tunakula chakula kila siku hapa. Kwenda Dodoma kuzulula, kwenda hospitali ya Milembe, mimi unanishawishi naenda kule naacha familia yangu. Alafu baadaye unakuja kuwatumia watu kama sehemu ya kitega uchumi. La hasha. Sisi tuko tayari kuipambania timu ya taifa kwa kusapoti. Hata shilingi 100 tusipewe. Lakini tuwe na watu sahihi. Sisi tumefanya hamasa kuelekea timu ya taifa inacheza na Morocco. Tukajaza ule uwanja chini ya Jason Msigwa. Watu wamepewa shilingi ngapi? Kuna mtu alipewa hela? Lakini tumepambana kwa ajili ya taifa. Hakuna aliyepewa hela. Lakini tumepambana siku 2 tu tumejaza. Na huyo Dr. Mohamed alikuwa yupo. Kwa ukiona yote analalamika, wanashindwa tu kusema. Dr. Mohamed amepewa watu. Hakikisha watu wanapatikana kwenye lile kundi. Hata kuambia taarifa kwa umma, mwenye pasipoti aweke hapa, tunatakiwa kwenda kusapoti timu ya taifa. Hamna. Baadaye anawawekea video, yuko airport anafurahia hivi. Wewe babu, nini haya maisha haya? Asante.